الحمد لله الرحمن الغفار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والأسرار أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. عباد الله، وجه الله سبحانه وتعالى شكري وناهمدي الله سبحانه وتعالى sifa njema na kamilifu ni zake Rabbul Izzati wal Jalal. Sala na salamu zimeendee Mtume Muhammad, yeye na ahli zake na sahaba zake na wote ambao watakaofuatana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala, wakati ambao tuliomo ndani yake wafahamika, na mwezi ambao tuliomo ndani yake wajulikana kwa Waislamu wote kwa ujumla. Tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa fadhila, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amezidisha fadhila zake kwa waja wake na ameongeza fursa za msamaha kwa waja wake Rabbul Izzati wal Jalal. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tuweze kujifunza kutumia nafasi hii ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka sote twaitakidi ya kuwa hii ni fursa. Hii ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuongeza ndani ya maisha yetu. Hakuna yule ambaye alikuwa na uhakika ya kuwa atadiriki mwezi huu, mwezi wa Ramadhani ndani ya mwaka huu. Hakuna ambaye alikuwa na uhakika huo. Kuna wale ambao walijipa matarajio lakini hawakufika, na kuna wale ambao tujaweka matarajio. Allah ametupa tena fursa ya kudiriki mwezi wa Ramadhani. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasia wangu wa kwanza kwako, idiriki hii Ramadhani kana kwamba ndiyo Ramadhani yako ya mwisho unaidiriki katika maisha yako, kwa sababu hakuna ambaye atakuwa na uhakika ya kuwa Ramadhani ya mwaka ujao ataidiriki. Hakuna ambaye atajikubalisha ya kuwa Ramadhani ya mwaka ujao atakuwepo. Hakuna ambaye anaweza kujikubalisha hilo jambo. Kwa hiyo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, weka kwenye akili yako na fikra zako ya kuwa hii yawezekana ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumikisha hii fursa ya kudiriki huu mwezi. Tumia hii fursa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya matendo mazuri anayoyapenda Rabbul Izzati wal Jalal. Idha kana arbabu at-tijarati wal amwali inda qurubi hulul al-mawasim yukhattituna kayfa yastathmiruna al-mawsima bi akbari qadrin min al-arba'ah. Ikiwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wale watu ambao wana mitaji mikubwa mikubwa ya kibiashara, ikiwa kwamba watu wa namna hiyo huwa inapofikia wanakurubia kufikia nyakati za mavuno au nyakati za biashara zao, wanakuwa ni watu ambao wanapangilia mpangilio ni namna gani watakavyofanya kazi, ni namna gani watatafuta faida kwenye biashara zao ili waweze kupata faida zilizokuwa nyingi, waweze kupata manufaa yaliyokuwa mengi kwenye biashara zao. Ikiwa kwamba wale ambao ni wenye mali, wenye biashara wanafanya hivyo, wanapangilia mikakati namna gani watakavyofanya kazi, namna gani watauza bidhaa zao, namna gani watapata faida kwenye mali zao. Ikiwa kwamba hao wanafanya hivyo, fahariyum bil muslimi, basi kwa Muislamu basi ni zaidi anastahiki kufanya hivyo. Muislamu anahitajika tekeleze hilo kwa ajili ya misimu kama hii ambao tuliomo ndani yake, kwa ajili ya nyakati kama hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa nafasi ya kuzidiriki. Wa nahnu alana, na sisi ndugu zangu Waislamu, nahnu fi shahri Ramadan, tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mausimun min mawasimi tijarati ma Allah, ikiwa kuwa ni nyakati miongoni mwa nyakati za mja kufanya biashara na Allah subhanahu wa
wa ta'ala, na hakuna lingine ambalo utakalolifanya mja wa Allah isipokuwa ni kuwa karibu na Allah, kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Haya ndiyo ambayo utakayojiwekezea wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hariyun bil muslimi an yukhattita kaifa yahtanimu hadha almawsima, ni jukumu la Muislamu anapaswa kusimama kwenye nafasi ya kupangilia na kuweka mikakati kwa ajili ya huu wakati, huu mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alitupa fursa ya kuudiriki, fima yuqarribuhu ila Allah azza wa jalla. Aweke mkakati kwa yale ambayo yatakuwa ni yenye kumkurubisha karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wa fima yanfa'uhu ba'da mamatihi, na kwa yale ambayo yatakayomnufaisha baada ya kifo chake. Fayad'u lahu khuttatan fi hadha ash-shahri wa yaltazimu biha, anaweka mpangilio fulani ndani ya huu mwezi wa Ramadhani, kisha anakuwa ni mwenye kulazimiana na huo mpangilio ambao atakuwa ameupangilia, yale ambayo atakuwa akiyafanya ndani ya huu mwezi. Weka mpangilio mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchukue mfano, yukhattitu al-insanu litilawati al-Qur'ani, mtu anaweka mpangilio wa kusoma Qur'ani, anapangilia, anaweka program ya kusoma Qur'ani. Atamaliza Qur'ani mara ngapi ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mtu unaweka mpangilio, wengine mwezi unamalizika hata juzu ni moja hajasoma. Unajiuliza sasa, huyu mtu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya nini? Na wale ambao hawajapata uwezekano wa kujua kusoma Qur'ani, jifunzeni kusoma Qur'ani. Kitabu chako ambacho unasema kuwa ndio sheria yako, ndio wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama ili ije kuwa uongofu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliiteremsha ndani yake Qur'ani, hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Na pia vile vile hiyo Qur'ani hiyo ni uongofu kwa watu, inakuja kuwabainishia watu haki na batil ili uje uone. Hasa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani itakuwaje muongozo kwako kwenye maisha yako na wakati wewe hutaki kuijua Qur'ani? Qur'ani itakuongoza vipi na wakati hujui Qur'ani? Inabidi ujifunze mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya jitihada. Hivi ukifa leo ukafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaulizwa kwa nini hukuisoma Qur'ani, una majibu ya kumjibu Allah? Utamwambia Allah, nilikuwa busy. Utamwambia Allah, sikuwa na muda. Utamwambia Allah, nilikuwa kadha wa kadha. Na hali ya kuwa kuna mambo mengi sana yasiyokuwa ya lazima, kuna mambo mengi sana ambayo yawezekana ni ya upuzi ambayo tunayapa muda kwenye maisha yetu. Hili inabidi mja wa Allah ujitathmini, utambue ya kuwa kuna leo, kuna kesho. Hauijui kesho yako, au muda wako wa baadaye haujui utakutwa na nini. Inabidi uitumie hii fursa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mja unaweka mipangilio, utasoma Qur'ani mara ngapi? Yule ambaye ana uzito awatafute wale ambao ni wajuzi waweze kumfunza ni namna gani atakavyosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile hipo hivyo kwenye mambo mengine ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mja wa Allah uweke utaratibu, weka mpangilio. Fa innahu bidhalika lihtimami litakhtiti wa husni idarati alwaqti yaghtanimu alinsanu kathiran min waqtihi wa yantafi'u bihi. Hakika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye swala hilo la mja kujihimiza na kupangilia muda vizuri na kuendesha muda wake vizuri mja wa Allah, basi mja ataweza kupata faida nyingi sana kwenye wakati wake. Atautumia wakati wake vizuri, na pia vile vile atapata manufaa, atanufaika na wakati wake ikiwa kwamba mja ataweka mpangilio. Ama idha kana al-insanu, ama ikiwa mwanadamu atakuwa ya'malu ta'ati kaifama tafaqa, ikiwa atafanya matendo yaliyokuwa mazuri na mema pale ambapo tu fursa anapoiona au fursa inapopatikana, anakuwa anapuuzia au nikipata muda tafanya, au nikipata ka fursa kidogo nitafanya. Unashindwa kuweka mpangilio, hili itakufanya uwe mzembe. Na ikiwa kwamba mtu hatojiwekea utaratibu mzuri, basi atajikuta anakuwa ni mtu wa hamasa. Mwanzo wa mwezi hamasa inakuwa nyingi, joto linakuwa likali kabisa,
Yani mtu anakuwa na mashamshamu ya kufanya mema ndani ya mwezi wa Ramadhani, hasa ikiwa mwanzo wake, ndio anakuwa na mashamshamu mengi, kwa sababu hakujiwekea program, hakujiwekea hazima ya sawasawa ya kufanya matendo mazuri, akajiwekea mpangilio ili aweze kutekeleza yale mema ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anakuja kujikuta mja wa Allah anakuwa ni mwenye hamasa mwanzo wa mwezi, zile siku za mwanzo hamasa inakuwa ni kubwa, na haya nadhani bila ya shaka mnayaona. Watu utawaona wanafurika ndani ya misikiti tarehe 1, tarehe 2, 3, 4, 5. Unaona watu wanajaa katika nyumba za Allah. Unaona watu wanakuwa wako na hamasa, watu wanakuwa na nashat, wako na kuraje ya kufanya matendo yaliyokuwa mema na mazuri mwanzo wa mwezi. Utawakuta mtu anakuwa na hamasa kubwa sana. Thumma baada dhalika yafturu wa yadhufu, kisha baada ya hapo anachoka na anakuwa mdhaifu, zile juhudi zote zinapotea, anakuwa tena sio mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Fayufawwitu ala nafsihi awqatan fadilatan azimatan rubbama la yudrikuha fi ma ba'di. Hiyo linakuja linamfanya mja wa Allah anakuwa ni mwenye kupoteza nyakati zilizokuwa bora na nzuri, anazipoteza kabisa, na inawezekana hizo nyakati asirejee tena kuzidiriki kwenye maisha yake. Ndiyo, inawezekana kama ni siku ya jana imekupita kwenye maisha yako, haitorudiaga tena, inawezekana usiipate tena kwenye maisha yako. Kuna wale ambao hata ikifika kwenye al-ashrul awakhir min Ramadhan, zile siku 10 za mwisho za Ramadhani, tayari amechoka, amebweteka, amejisahau, ameshachoka. Wengine wanajishughulisha na masala ya Eid, wengine wanajishughulisha na masala ya biashara, watu wako bize mpaka ule wakati anajikuta unamuishia. Mtu anajikuta leo Eid, kesho kweli Ramadhani inakwisha. Zile siku 10 zimekupita, umefanya nini? Siku 30 zote za Ramadhani zimekupita, umefanya nini? Madha faalta, kipi umefanya? Wallahi ukirejesha kumbukumbu nyuma unajiona kabisa kama hujafanya kitu, zile siku zimekwisha. Una uhakika gani kwamba utarejea tena kupata hiyo fursa? Haya mimi nayazungumza waja wa Allah, bado tungaliki mwanzo wa mwezi. Zinduka mapema ili ikija kufika hiyo siku ukaja kujutia, nilipoteza muda, nilicheza, nilifanya upuuzi, usije ukajutia. Na wakumbusha hili, bado tungaliki mwanzo, hata siku 5 hazijapita. Na wakumbusha hili waja wa Allah, usije ukaupoteza muda wako ukajishughulisha na mambo mengine, ukajikutana umepoteza wakati, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao huo wakati inawezekana usiudiriki tena katika maisha yako. Wala yumkinu ta'widhuha, na wala haiwezekani kutafuta mbadala wa hizo nyakati. Kuna siku ambayo utatamani irejee kwenye maisha yako, lakini hauwezi ukapata mbadala wa hiyo siku abadan, hauwezi ukapata mbadala wa hiyo siku. Ibadallah, waja Allah subhanahu wa ta'ala, idha kana az-zari'u yut'ibu nafsahu fil harthi wal badhri, ikiwa kwamba mkulima huwa anajichosha kwa kulima na kupanda vile ambavyo anavyotaka kuvipanda, amalan biyawmil hasadi, huku akiwa na matarajio ya ile siku ya mavuno, anatarajia napanda, naweka hii mbegu hapa, lakini baada ya muda nitakuja kupata mavuno, natarajia kupata mavuno mazuri. Fa inna dunya mazra'atun lil akhirah, kumbuka ya kuwa dunia ni shamba ya mtu kuiandaa akhira yake. Hadhihi dunia, kama mkulima anavyoiandaa shamba yake, na wewe ndivyo unapaswa kuiandaa, kupambana hapa duniani ili uweze kufikia pazuri huko akhera, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dunya mazra'atun lil akhirah, hakika dunia ni shamba, ni sehemu ya mtu kulima ili akwende kuvuna huko akhera. Fazra'u fiha min al-a'mali salihah, limeni hapa duniani, mlime matendo yaliyokuwa mazuri ili kesho mkavune mazuri. Litahsudu thamarataha hasanatin, ili mwende mkapate mavuno yaliyokuwa mazuri huko akhera. Yauma talqaw rabbakum, siku ambayo mtakayokutana na Mola wenu. Waja Allah subhanahu wa ta'ala, yesabu nafsi yako, hasib nafsaka qabla an tuhasab, yesabu nafsi yako kabla haujahesabiwa, yesabu nafsi yako kabla haujahesabiwa, mja wa Allah. Inna shahra ramadana fursatun li an yatafaqqada almuslimu nafsahu, hakika mwezi wa Ramadhani ni fursa ambayo Allah amempa mja Muislamu ili aweze kuichunguza nafsi yake. Li an yatafaqqada nafsahu fi jamii umurihi, ili aweze kuichunguza nafsi yake kwenye mambo yote
chunguza nafsi yako mja wa Allah, ongea wewe na nafsi yako, zungumza wewe na nafsi yako, itazame nafsi yako. Balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ni shahidi wa nafsi yake, mwanadamu anajijua. Wallah, tuko hapa tumekusanyika. Kama uko mtu mbaya unajijua, kama uko mtu mbaya, kama uko mtu ambaye mpuuzi kwenye ibada unajijua kabisa, mimi ni mpuuzi kwenye ibada. Kama uko mtu mwema unajijua kabisa, mimi najitahidi, napambana, nafanya jitihada. Wallahi unajijua. Kwa nini unashindwa kujikosoa? Ikiwa kwamba unajijua, kwa nini unashindwa kujisahihisha? Mwanadamu ni shahidi wa nafsi. Shahidi wa kwanza wa nafsi yako ni wewe, unajijua. Kama unafanya mambo ya hovyo unajijua, kwa sababu kama ni baya unakwenda kulitekeleza na unajua kuwa ni baya. Kama ni mema ulioamrishwa kuyafanya na unaacha kuyafanya, unajua kabisa mimi haya nimeamrishwa lakini sijafanya. Mwanadamu ni shahidi wa kwanza wa nafsi yake. Jitazame mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhasibu nafsahu amma madha min al-umri, mwanadamu aweze kuhesabu nafsi yake kwa yale ambayo yaliyopita katika umri wake. Yuhasibu nafsahu muhasabatan shadida, anakuwa ni mwenye kuhesabu nafsi yake, kuhesabu kuliko kuwa kukubwa. Ilaumu nafsi, pambana na nafsi yako, iendeshe nafsi yako, sio matamanivu ndio yakupeleke. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye atakayefanya ukaidi, akakaidika katika sheria ya Allah, wa athara alhayata ad-dunya, akachagua maisha ya dunia mbele ya maisha ya akhera, fa innal jahima hiya almawa, hakika moto wa jahannama ndio itakuwa makazi yake, ndio itakuwa mafikio yake ndani ya moto wa jahannama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, ama yule ambaye atakayeokopa siku ambayo atakayosimama mbele ya Mola wake na akaiziwia nafsi yake kutokamana na matamanivu, fa innal jannata hiya almawa, hakika pepo ndio itakuwa makazi yake na mafikio yake. Yule ambaye atakayeiziwia nafsi yake kutokamana na matamanivu. Ihesabu nafsi yako mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jukumu la Muislamu kuihesabu nafsi yake na kuzingatia kile ambacho kilichopita katika umri wake, kuihesabu nafsi yake kisawasawa. Wa yaqidu al-azma ala an yatadaraka ma tabaqa min hayatihi fi hadhihi dunya, na mja wa Allah aweke maazimio ya kweli, aweke maazimio, nia ya kweli ndani ya nafsi yake ya kuweza kujikosoa, kujisahihisha kwa ule muda ambao unaobaki katika umri wake kwenye haya maisha ya dunia. Wa huwa la yadri rubbama yakunu ma tabaqa lahu min al-umri qalilan wa huwa la yash'uru, na pia vile vile mwanadamu hajui, huenda kile ambacho kinachobaki katika umri wake ni kidogo na hali ya kuwa haisi chochote. Wallah, yule ambaye umemwona amekufa leo asubuhi, kabla yake alikuwa hajui wala hadhani ya kuwa ataondoka kwa ule muda. Yule ambaye atakufa leo jioni, saa hizi alipo hahisi chochote wala hakuna ambacho anachokihisi. Yule ambaye atakufa leo jioni, alipo sasa amekaa, hakuna hisia hata moja aliyokuwa nayo ya kuona kwa mimi leo naondoka. Ametulia tu, hajui lile ambalo amelipanga Allah. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada, nafsi ya mwanadamu haijui kesho itapata nini. Wa ma tadri nafsum bi ayi ardhin tamut, nafsi ya mwanadamu haijui itafia wapi. Hakuna ambaye anajua, hakuna ambaye anafahamu, hakuna sinyale utapewaga eti unataka kufa. Almautu yati baghtatan, kifo huwa kinakuja ghafla. Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu yawezekana anabakiza umri mdogo, lakini hana hisia yoyote ya kuhisi ya kuwa kinachobaki katika umri wake ni kidogo. Muda wetu wa baadaye umeficha mengi, uko na surprise nyingi sana ambazo yawezekana zikawa nzuri, yawezekana zikawa mbaya. Mja wa Allah, ni jukumu lako kujiandaa kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Inna an-nasa yatafawatuna fi nadhratihim li shahri Ramadana, hakika watu wanatofautiana kwenye mitazamo yao, namna wanavyouchukulia mwezi wa Ramadhani. Faminan nasi man yaj'alu shahra Ramadana waqtan lillahwi wal ghafla, miongoni mwa watu
kuna wale ambao wanajalia mwezi wa Ramadhani kuwa ni wakati wa kufanya michezo, wa kughafilika, kutafuta vitu vya kumpumbaza watu, mpaka wanakuwa wanaandaa vitu vya kuwapumbaza, eti tuandae ka championa kama Ramadhani. Watu wanasema tunaandaa Ramadhani Cup. Ramadhani Cup ndio nini yake? Watu wanajiandaa kujishughulisha na ibada, wao wanajiandaa kujishughulisha na mambo ya upuuzi. Watu wanajiandaa kujishughulisha na mambo ya ibada, wao wanajiandaa kujishughulisha na mambo ambayo hayana manufaa na wewe fi dunia wal akhirah, duniani na akhera. Watu wanaandaa, wengine wanaandaa magrupu ya Ramadhani, eti Ramadhani inakaribia, tusogeze hizo namba za simu kidogo ili tujikusanye kwenye kigrupu fulani ambacho ni kigrupu cha Ramadhani. Cha nini? Kama itakuwa ni grupu ya kukumbushana kwa ajili ya Allah, tukumbushane, lakini wengi wanayafanya hayo kwa upuzi na ujinga. Utakuta story ambazo zinaendelea humo hamna cha maana kilichomo. Watu wengine ni kujifaharisha, wana create magrupe ya kufanya iftari, wanakusanya eti group la iftari, group la dako, eti group la kuamshana kula. Ya akhi, mmetoa wapi haya waja wa Allah ambao wanajua thamani ya huu wakati, wanautumia kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Leo watu wana create eti group la iftari, inakuwa sasa kila mtu akila iftari yake anapiga picha anatuma mle, bwana jamani mimi iftari yangu ilikuwa ni hiyo, jamani mimi iftari yangu ilikuwa ni hiyo. Yani imekuwa ni majanga, watu wanajishughulisha na vitu. Sasa hivyo viko na faida gani kwenye maisha yako? Viko na faida gani hivyo? Unafaidika nini? Unapoteza time yako bure kwa sababu ya mambo ya kipuuzi. Wengine wamejikusanya, tunayaona, wengine wanajikusanya kabisa eti muungano wa wanawake na wanamume. Shadhe, umetoa wapi? Mwokopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wameuchukulia mwezi wa Ramadhani kama ni wakati wa kufanya mambo yao, yani wakati wa kudhirizisha nafsi zao. Wanafanya mambo ya upuuzi, eti wako wana enjoy mambo ya hovyo, magrupu ya michanganyiko ya wanawake na wanamume ambao sio hata maharimu zao, wanakusanyika humo. Ukiingia huko kwenye TikTok, watu wako kwenye live, watu wamechanganyika humo, wanawake na wanamume, vurugu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wanakesha kwenye live hivi kwenye mitandao ya kijamii, yani anaotumia mwezi wa Ramadhani kama mwezi wa kutafuta like na comment na viewers, anatafuta ndani ya mwezi wa Ramadhani. Haya ni majanga makubwa mno. Watu wameghafirika, watu wanafanya mambo ya upuuzi. Wengine wameandaa makundi ya kwenda kufuturu pamoja. Sio vibaya, lakini mienendo ambayo mnayokwenda nayo mbona si mizuri? Makundi ya kwenda kufuturu pamoja, lakini unakuta ni wanawake na wanaume, wengine ni wake za watu, wengine ni mabinti za watu ambao wanajikusanya humo, sio hata maharimu zao, eti wanakwenda kufuturu pamoja. Hii sio dini. Dini haijatufunza hivyo, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine utawaona wanakwenda kufuturu kwenye baadhi ya migahawa. Leo kuna vitu vimevuma siku hizi ambavyo vinaitwa visinia. Visinia vimekuwa vingi mtaani. Sio vibaya kwenda kula visinia, lakini nendeni kula visinia na adabu. Nendeni kula visinia, mchunge maadili yenu. Nendeni kula visinia, mchunge heshima zenu. Leo ukiingia kwenye migahawa utakuta meza ambazo wamekaa wale ambao si Waislamu. Unakuta ni meza imetulia, watu wako kimya, wako na nidhamu, wako na adabu. Nenda sasa kwenye meza ambayo imeikaa kwa Abdallah na Omar na Uthmani, wameikaa pale kwenye ile meza. Unakuta ndio meza ambayo iko na fujo, ndio meza ambayo wamekaa muda wote ni makamera. Mtu anaona kamera inakuja, anachukua lutonge na patapata hivi, anachukua eti anakula, anaonesha namna yeye anakulaga tonge la namna hii, anaweka kwenye mnaweka kwenye mitandao ya kijamii. Mnawafunza nini wale ambao wasiokuwa Waislamu? Mnawafunza nini? Tazama. Ndio maana wanakuwa wanatuita tuko hivi burandero, hatuna adabu, hatuna nidhamu. Vijana wetu hawana adabu, hawana nidhamu. Mabinti zetu hawana adabu, hawana nidhamu. Hata kwenye magari ya usafiri wa umma, ukiingia kwenye mabasi, wenye fujo ni mabinti na vijana wa Kiislamu, wa mama wa Kiislamu, wa baba wa Kiislamu, ndio wako na mafujo. Wallahi, kuna wakati unaingia kwenye usafiri wa umma, Waislamu wenzako wanapiga fujo mpaka unasikia aibu. Unakuwa unawatazama basi, hata jicho uone kama basi watajikosoa basi, mpaka wale ambao wasiokuwa Waislamu wanakuwa wanawatazama. Waislamu wafisinduru, wanafujo. Wallahi aibu.
Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam anasema Allah kwa kumsifia ndani ya Qur'ani, wa innaka la ala khuluqin azim, una tabia zilizokuwa njema. Na Allah anasema tena, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mmekuwa na kiigizo chema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa kwamba sisi kiigizo chetu ni Mtume Muhammadi, kwa nini hatumfuati mtume ambaye kuna kemkemu ya watu wengi sana wallahi waliingia dini ya Uislamu kutokana na tabia njema ya Mtume Muhammad? Hivi unazania hizi fujo za wao vijana wetu kwenye mitandao, ukosefu wa adabu kwenye nani atakuwa na hamu ya kuingia ndani ya Uislamu? Hivi unaona hizi vurugu ziko kwenye mitandao, ukiwakuta watu wenye fujo kwenye mitandao, hadi muslimun Waislamu, yani sehemu ya mitandao imekuwa ni vurugu, watu hawana nidhamu. Mabarabarani utakuta penye pako Waislamu ndo pana fujo, utakuta penye pako Waislamu ndo kuna vurugu. Mko wapi na dini ya Allah? Mko wapi na tabia njema aliyotuachia Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam? Hapo kwenye migahawa ukiingia unakuta meza za Waislamu ndo zina fujo, vurugu. Yani mtu anaka kama ni sifa, wamchukue video, yuko anapiga lutonge la namna hii, anaona ni sifa, kisha wanamposti, wanamweka pale. Bwana, leo vijana walionyesha umahiri wao wa kula, na yeye anakwenda pale na comment na like. Bwana, tumeenjoy. Huu ujinga mmeutoa wapi? Mko mnafanya mambo ya maajabu. Kizazi cha leo hakiwazi kuhusu future. Mko mnafanya vitu ya maajabu kwenye mitandao. Unaweza ukafa kesho, ukakufa kesho kutwa, umewacha mtoto wako. Mtoto ameshakuwa, anakuwa nataka mnionyeshe baba, mnionyeshe mama. Wanamuonesha video huko nakata viuno TikTok. Mama yako huyu hapa. Kumbe mama yangu alikuwa mkata viuno. Nilikuwa sijui. Wanamuonesha video ya baba. Leo mpaka wanaume wamekuwa wakata viuno. Mtu anakana kitaulo tu amefunga hapa, yuko kwenye mtandao anakata viuno ili apate tu viewers. Maisha ya kidunia yametupoteza sana. Tumekwenda kiolela. Leo kila mtu anakuwa anaingia kwenye mitandao kutafuta sifa tu. Unasahau ya kuwa unaweza ukamfurahisha mwanadamu ukamkasirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu mwanadamu ambaye uko unamfurahisha, ukianguka leo unakufa, hatakusaidia kitu hata hiki. Atakachokusaidia ni kukuosha, kukuswalia na kukustiri, kisha wanakwenda kukuweka kule. Wakimaliza wanafika, wanatoka zao, wanaondoka, unabakia wewe mwenyewe na matendo yako. Utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna watu wameacha CV mbovu kwenye mitandao ya kijamii. Leo wameondoka, nani wakufuta uchafu wao? Nani wakufuta ujinga wao? Hii mambo ambayo tuko tunayafanya leo, kizazi cha kesho nani atakishauri? Tuko na vijana wengi wa hovyo, mabinti wengi wa hovyo. Ndio miaka 30 ya mbele tutakuwa na wazee wa hovyo, wazee ambao wanaweza hata ukamsogelea ukamuomba ushauri, kwa sababu vitu vya kijinga ndio wanajishughulisha navyo hadi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani, waja wa Allah, tuko wapi na mwenendo wa Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama? Wa imdai kathir min awqatihi wa saatihi, na wengine wanapoteza muda mwingi katika masaa yao na nyakati zao, imma ala mushahadati alqanawati alfadaiya, imma kuna wale ambao wanapoteza muda wao kwenye hizi ma TV hizi, watu wako kwenye series. Kuna mtu ameandaa series za Ramadhani, kuna mwingine amenunua kahawa ya Ramadhani, yani kahawa itakuwa tunapigia kwa ligala za Ramadhani. Tena hilo ligala, hilo kundi wakijipiga hilo genge wanakaa masaa 2 matatu, haujamtaja hata Allah, haujasoma hata Qur'ani, lakini mmeandaa makundi kwa ajili ya Ramadhani. Haya ni majanga makubwa sana. Watu wako kwenye TV wanapoteza muda, au ala internet, au watu wako kwenye internet wako zao busy. Mtu una scroll, uko busy, hauna time na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni majanga makubwa. Wa minan nasi man idha dakhala shahru ramadhana izdada nashatuhu tijari, na katika watu kuna wale ambao unapoingia mwezi wa Ramadhani ndipo juhudi zake za kibiashara zinaongezeka, anaongeza jitihada za kibiashara. Wa asbaha jullu waqtihi mukhtassan au mukhassasan li umuri dunyahu, muda wake mwingi unafika unakuwa ni kwenye masuala ya kidunia. Kuna watu ambao mwezi wa Ramadhani uko busy na biashara, hawasomaji hata Qur'ani. Wengine hata wanaswali pia wako busy na biashara. Muda wote ni biashara. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa kupata hela, inabidi tafute hela. Hujakatazwa, lakini hiyo hela yenye uko unatafuta inakupelekea mpaka unasahau haki za Mola wako. Hiyo hela ina majanga.
Hiyo hela ambayo uko unatafuta inakupelekea mpaka unasahau makusudio ya mwezi wa Ramadhani. Hiyo hela ina majanga. Sote tunazitafuta hizo hela, tunafanya sababu ambazo Allah ametupa uwezo wa kuzifanya, lakini isije ikakupoteza ukajikutana umemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu wameuchukulia mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa biashara. Yaani hana kitu kingine anajishughulishaga nacho. Ikifika ndani ya mwezi wa Shaaban anakuwa anajiandaa, hivyo inabidi niruke hapo Uganda mara moja, inabidi niruke sehemu fulani bwana, kuna biashara za Ramadhani inabidi niziunge. Unajikuta anajishughulisha hivyo, lakini sasa hili baya, ile jambo ambalo ni libaya ni ile kujishughulisha mpaka anamsahau Allah. Hili ni tatizo, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hujakatazwa kutafuta riziki, lakini tafuta riziki yako kwa kiwango, usije ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man huwa muwaffaqun, na katika watu kuna wale ambao masha Allah walipewa taufiki na Allah. Arafa anna hadha ash-shahra shahru ibada, amejua ya kuwa huu mwezi ni mwezi wa ibada. Wa annahu mawsim min mawasimi at-tijarati ma'a Allah, ya kuwa huu wakati ni msimu miongoni mwa misimu ya kufanya biashara na Allah kwa kuyafanya matendo mazuri. Faharasa ala ihtinami hadha ash-shahri bil a'mali salihah, akawa ni mwenye kupupia ndani ya huu mwezi, ameutumia kwa kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri na mema. Wajadda wajtahada fihi, na akafanya jitihada ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Fahadha huwa almuwaffaq, huyo ndiye aliyepewa tawfiki. Walmuwaffaqu man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye aliyepewa tawfiki ni yule ambaye aliyepewa tawfiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Zifanyeni sababu za kutafuta kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wajawa Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni mwezi wa Ramadhani, kila mmoja anauchukua kwa namna yake, sawa na moyo wake namna ulivyo, lakini tujitahidi tuwe katika hili kundi la hawa ambao wanatumia mwezi wa Ramadhani kujikurubisha kwa Allah, kuyafanya matendo mazuri, kuachana na mambo ya upuuzi ambayo yanayoendelea. Mambo ya upuuzi ni mengi. Kuna watu ambao wanaandaa vitu kwenye jamii kwa sababu ya kuwapotosha watu. Ukiwa mfata kumbo umekwenda na maji. Watu wanaandaa vitu fulani kifika Ramadhani kwa kuwapumbaza watu. Sijui grupu la iftari, grupu la daku, sijui mikusanyiko fulani. Yote ni katika njia za kuwapumbaza watu. Sasa ukiwa mfata kumbo umekwenda, Ramadhani itakuja kuishia, unakuja kujikutana hakuna chenye umefanyanga, na ule wakati hauna uwezo wa kurejesha. Wajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha.